Utakumbuka kwa mfano mwaka jana ililazimika makamanda wa mikoa wote Tanzania bara na visiwani wote walikuja pale Mlimani City, na tulikuwa tumeratibu hiyo kupitia umoja wetu wa Kori, ambapo tuna washirika pia wa taasisi nyingine ambazo sio za kihabari. Lakini tuliweza kukaa nao na tukawa tunahojiana kati ya wahariri pamoja na hao wa makamanda wa polisi wa mikoa kwa maana ya madhira ambayo yanatokea kwa waandishi wa habari. Sasa kufanya kazi kwa namna hiyo ni katika kutafuta kumtetea na kumpigania mwandishi wa habari ili kupunguza madhara yasiwepo. Okay. Yeah. Na hii mnaifanya kwa vyombo ambavyo ni viko kwenye na nyie kama wanachama au chombo chochote tu mnafanya? Hapo tunaangalia, hatuangalii kwamba huyu ni mwanachama mambo ambayo tunaangalia kama ni mwanachama na kwamba awe amelipia ada zake ni kama ukituambia njoo utupe mafunzo okay. Kwa maeneo fulani. Kwa mfano sasa hivi tunapata sana maombi ya watu kwamba wafundishwe kuhusu mambo ya uchaguzi namna kuandika. Na ndo wakati wake huo. Sasa swali letu linakuwa tu hilo, wewe ni mwanachama wa Baraza la Habari Tanzania? Okay. Na jibu likiwa ni ndio, je, umelipia ada zako? Ukikuta majibu yote ni ndio, basi tunafanya hayo mafunzo. Okay. Na si tu kwa vyombo vya habari. Kumbuka Baraza la Habari Tanzania pia wanachama wake wengine ni vyuo vya uandishi wa habari na vyuo vikuu vya uandishi wa habari. Kuna wengine wanatengeneza mitaala ya uandishi wa habari, wanaileta kwetu kwenye Baraza la Habari kwa ajili ya kuipitia. Okay. Ili tuweze kujiridhisha kwamba inakizi matakwa ya kitaaluma. Vyuo vikuu tu pia vinaleta na vyuo vingine vidogo vidogo vya kawaida vinaleta. Na sharti huwa ni hilo tu. Okay. Wewe ni mwanachama wa Baraza la Habari Tanzania, umelipia ada zako. Baada ya hapo tunakupa hiyo huduma. Jana na leo. Jana na leo.